hamasa kubwa sana kwa namna ambavyo Simba Sports wao wakiwa hawajaambulia kitu ndani ya msimu. Kumbukwe Young Africans wao wametokea Zanzibar wakiwa wamefanya paredi lao kwa namna ambavyo wakiwa wamekusanya vikombe vitano ndani ya msimu, na hii imekuwa ni furaha na imekuwa ni hamasa kwa upande wao. Kumbuka Young Africans wao wameendelea kufanya vizuri sana ndani ya msimu wakinyakua vikombe vitano. Kama unavyojionea ni baadhi ya wanachama pamoja na mashabiki mbalimbali wa Young Africans wakiwa wamejitokeza leo hii, na kwa namna ambavyo hapa ni Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari Mchome kama unavyojionea, huyu ni mshabiki na mwanachama wa Simba lakini yupo mbele pale na kombe la Young Africans. Hii inamaanisha nini? Lakini imekuwa ni kwa namna ambavyo furaha, lakini imekuwa ni hamasa sana kwa upande wao. Ikumbukwe Young Africans wao wakiwa wanatokea kule visiwani Zanzibar, na hii imekuwa ni paredi na wanapita hapa mtaa wa Msimbazi, makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii yote imekuwa ni furaha na imekuwa ni hamasa kubwa zaidi, ni furaha ya Young Africans ndani ya kuchukua kombe ndani ya msimu kubwa zaidi. Wekundu wa Msimbazi tano kama ilivyo ndani ya msimu tayari wamefika Kariakoo, mtaa wa Msimbazi. Hii yote imekuwa ni kuanikiza mara baada ya kufanya vizuri ndani ya msimu wa 2024 2025. Young Africans wao wamewasili hapa Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe Young Africans wao wamekusanya mabao makombe matano ndani ya msimu huu, ikiwa ni furaha na kuanikiza ndani ya msimu wa 2024 2025. Young Africans wao wametamatisha msimu wakiwa na makombe matano. Hii yote imekuwa ni furaha wakiwa wanaanikiza ndani ya msimu huu wa 2024 2025. Kama unavyojionea mtazamaji wa Ngwale TV, hii yote imekuwa ni hamasa kubwa sana na furaha kwa upande wa wananchi Young Africans. Hii imekuwa ni furaha na imekuwa ni moja tuondoka fresh. Bana, tayari wananchi Young Africans wakiwa wamepita hapa Msimbazi, mtaa Kariakoo, makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii yote imekuwa ni kuanikiza, lakini msemaji wananchi Young Africans amepita hapa, lakini pia baadhi ya mashabiki mbalimbali wa kikosi cha Young Africans akiongozwa na Hinji na Harris hapo ndo wakiwa wanaondoka, wakiwa wanaelekea Jangwani, makao makuu ya wananchi Young Africans. Hii ni kuanikiza. Tazama fundo la watu wengi ambao wamejikusanya hapa mtaa wa Kariakoo, Dar es Salaam. Hii ni historia ambayo wameandika wananchi Young Africans. Hii ni historia ambayo imeandikwa Tanzania kwa namna ambavyo Young Africans wao wakiwa wamebeba makombe yote matano ndani ya msimu. Hii inaonyesha chachu gani ni kwa maendeleo ya wananchi Young Africans. Dar es Salaam ni kijani na njano, Dar es Salaam ni nyeusi na kijani, kwa namna ambavyo ile Young Africans ikiwa inatawala hapa makao makuu ya klabu hiyo. Tumezungumza mengi sana kwa namna ambavyo paredi la wananchi Young Africans likiwa limeanzia pale likiwa limeanziwa Terminal 1 uwanja wa Mwalimu Julius wa kimataifa wa ndege, ikiwa imefika hadi hapa makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na hapa likiwa linaelekea makao makuu ya wananchi Young Africans pale Jangwani. Hii imekuwa ni hamasa, lakini imekuwa ni furaha kwa wananchi Young Africans kuanikiza. Hadi wakati mwingine tutaendelea kukupa update zote mtazamaji wa Ngwale TV. Shukrani sana. Wa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans wakiwa wanatokea visiwani Zanzibar. Hii yote imekuwa ni hamasa na imekuwa ni paredi lao ambalo limeanzia pale airport Dar es Salaam. Kubwa zaidi wananchi Young Africans wakiwa wanasherehekea ubingwa wao wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia wakiwa wanasherehekea ubingwa wa CRDB kombe la shirikisho, lakini pia wakiwa wanasherehekea ubingwa wa Toyota Cup, lakini pia kombe la Muungano, lakini pia wakiwa wanasherehekea kwa namna ambavyo Young
Africans wamekuwa ni mabingwa na kunyakua vikombe vitano ndani ya msimu huu, na hapa ni makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Kariakoo, Dar es Salaam. Namna Young Africans wao tayari wamewasili hapa na wanaanikiza kwa kumsema mnyama ambaye msimu huu ameibuka bila kikombe chochote msimu huu. Mashabiki wa Young Africans wanaanikiza na kusema GSM. Hapa ni Kariakoo, Dar es Salaam. Wananchi Young Africans tayari wamewasili hapa na kuna namna ambavyo wakiwa wanaanikiza ndani ya msimu huu kunyakua vikombe vitano ndani ya msimu mmoja. Young Africans wao kuna namna ambavyo wanasema ni msimu wa mafanikio kwa upande wao, wakiwa ni mashabiki mbalimbali wa wananchi Young Africans wanaanikiza na namna ambavyo wakiwa wanasherekea na kufunga mtani wao. Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam ni wananchi Young Africans ambao tayari wamewasili hapa makao makuu ya klabu ya wananchi Young Africans. Hii yote imekuwa ni sherehe za kusherekea ubingwa wa NBC Premier League, lakini pia kwa namna ambavyo ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans walimfunga mtani wao Simba kwa namna ambavyo walichukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mikononi mwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Young Africans wao wakiwa wamepiga paredi lao wakitokea visiwani Zanzibar baada ya kushinda kombe la CRDB, mchezo huu ambao ulitamatika bao 2-0 wakiwa wamecheza na Singida Black Star, kwa namna ambavyo ya kunyakua sasa mataji hayo yote matano ndani ya msimu huu. Young Africans wamewasili hapa makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Kariakoo, Dar es Salaam. Mitaa ya Msimbazi kubwa zaidi zimekuwa ni hamasa, lakini pia ni kwa namna ambavyo wakiwa wanasherekea ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mbele ya mtani wao. Wahenga anasema kwamba ukitaka ubingwa unoge ni lazima umfunge mtani wako Simba, mtani wako. Na walichokifanya Young Africans ni kumfunga Simba na kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na tayari Young Africans wamewasili katika makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba hapa Msimbazi ama Kariakoo, Dar es Salaam, wakiwa wanaanikiza na kusema GSM. Wao ni mashabiki wa wananchi Young Africans kama unavyojionea, tayari wamewasili hapa Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, kwa namna ambavyo wakiwa wamewasili na kusherekea ubingwa.